Karibu Juice African Story. Leo tupo kwenye matukio. Kama ni mara yako ya kwanza, unaweza kubonyeza neno subscribe kisha alama kengele. Pia usahau kulike na kucomment. Tunaanzia nchini Uturuki. Hawa ni Asiye Erda na mumewe Alaaddin Erda, raia wa Uturuki. Agosti mwaka 2016 walikula chakula chenye sumu na kupona. Wakaandaa hafla kwa kuwaalika marafiki kusherehekea kupona kwao. Ajabu ni kuwa walikula chakula chenye sumu tena wao na wengine 25. Hapo awali, familia hii ya watoto 4 ililazwa hospitalini kwa siku kadhaa kwa maumivu makali ya tumbo baada ya kula chakula chenye sumu. Waliporuhusiwa, waliandaa chakula cha jioni na majirani zao kufurahia afya baada ya kupona, lakini waliishia kupata kisanga kingine. Hatuelewi. Kwanza tuliwekewa sumu na kisha tukatoa dhabihu ya mnyama kwa Mungu kama ishara ya shukrani kwa kupata afya yetu tena. Kisha tukatiwa sumu tena na majirani pia. Mbaya zaidi, vyakula hivi vyote mpishi alikuwa ni mwanamke mwenyewe na sio mtu mwingine, japo hali zao zilikuwa mbaya kwa muda, lakini wote walipona. Wanafamilia walisema kuwa wanandoa hao wamekuwa wakichagua sana vyakula baada ya kupona kwao. Tukio lingine pichani ni mtoto wa miezi 8 Lex Robbins wa Uingereza. Lex amezaliwa na hali ya ajabu ambapo kuna muda mwili wake hukakamaa na kuwa mgumu kabisa kama jiwe. Madaktari wanasema akipata tiba anaweza akakakamaa mazima. Inaitwa fibrodysplasia ossificans progressiva. Kwa mujibu wa taarifa iliyoandikwa na mtandao wa Mirror wa Uingereza Julai 1 mwaka 2020 ni kwamba mtoto huyo Lex Robbins wa miezi 8 sasa alizaliwa kikawaida tu mwezi Januari kutoka kwa wazazi wake Dave na Alex, lakini kadri siku zilivyokuwa zinazidi kusonga ndipo walipokuwa akionekana kuwa na hali hiyo ya ajabu. Dave na Alex, wakazi wa Hemel Hempstead nchini Uingereza, wanasema kuwa mtoto wao kuna muda mwili wake huwa unakaza na kuwa mgumu kabisa kama jiwe, hali ambayo huweza kuwakuta watu wawili tu kati ya watu milioni 2. Kwa mujibu wa wataalamu kutoka Los Angeles, USA, ambako mtoto huyo anaendelea kufanyiwa uchunguzi, wanasema kuwa hali hiyo inamaanisha kuwa hawezi kupata sindano yoyote, chanjo au tiba kupitia meno, na pia hataweza kupata watoto. Tiba chochote katika mwili wake baadaye itasababisha matuta ambayo husababisha kuongezeka kwa ukubwa wa mifupa na hivyo kumzuia kufanya chochote ikiwemo kutembea. Mmoja wa madaktari wanaomhudumia mtoto huyo amesema kuwa katika kazi yake ya utabibu aliyoifanya kwa miaka 30 sasa hajawahi kuona kesi kama hii, ni nadra. Tukio lingine, huyu ni Adam Lebowkan aliyebadilisha jinsia na kuwa mwanamke. Tala de Sousa alikuwa na miaka 17 wakati anafungwa kifungo kisichojulikana kwa kumwingilia kingono mtoto wa miezi 3 huko Guesnel, Canada mwaka 1999. Alijikata uume na kuula. Yupo kwenye jela ya wanawake. Aprili mwaka 2018, jarida la Toronto liliripoti kwamba Tala de Sousa alikuwa amefanikiwa katika upasuaji wa kubadilisha jinsia kutoka ya kiume na kuwa ya kike pamoja na kupata vipandikizi vya matiti. De Sousa, ambaye hapo awali aliitwa Adam Lebowkan, yuko gerezani huko Canada kwa kumbaka mtoto mchanga wa kiume wa miezi 3 huko Guesnel mwaka wa 1999. Wakati huo De Sousa alikuwa na umri wa miaka 17. Uharibifu huo uliosababishwa na De Sousa ulikuwa mkubwa sana hivi kwamba mtoto alihitaji upasuaji maalum wa kitaalamu wa ujenzi wa jinsia zake za siri upya.
Miaka kadhaa baada ya kumbaka mtoto huyo, Desausa alijikata uume na kula nyama yake mwenyewe. Desausa pia alikiri kumfanyia ukatili kama huo mtoto wa miaka 3 wakati akiwa na umri wa miaka 11 tu, hali iliyopelekea mtoto huyo kufariki. Kwa sababu Desausa alikuwa chini ya miaka 12 wakati wa mauaji, hakuna mashtaka yoyote yaliyowekwa. Desausa alitangazwa kuwa ni mkosaji hatari kabisa wa Canada na mpaka sasa anatumikia kifungo kisichojulikana katika gereza la wanawake nchini humo. Tukio lingine, karatasi hii ilikutwa mfukoni mwa Rick McCormick, mwanaume wa miaka 41, raia wa Missouri, USA, baada ya kukutwa ameuawa shambani Juni 30 mwaka 1999. Maandishi haya hajawahi kujulikana maana yake hadi leo. Rick yeye hakuwa anajua kusoma wala kuandika. Ilikuwa ni Juni 30 mwaka 1999 ambapo mwanaume wa umri wa miaka 41 Rick McCormick alikutwa ameuawa shambani huko St. Charles, Missouri, USA. Katika mifuko ya suruali yake kulikutwa karatasi 2 zenye maandishi yaliyoandikwa kwa mkono ambayo hayajawahi kujulikana maana yake hadi leo. Hadi Machi 29 mwaka 2011 upelelezi wa mauaji hayo ulikuwa unaendelea, lakini ofisi ya upelelezi ilitoa taarifa kuwa bado maandishi hayo hayajulikani maana yake na haikujulikana yalikuwa yameandikwa kwa lugha gani. Ofisi ikatoa ruksa kwa serikali kukata rufaa. Baada ya haya yote kushindikana, karatasi hizo zenye maandishi haya zilipigwa picha na kuwekwa mtandaoni katika tovuti maalum iliyofunguliwa na jeshi la polisi ili watu waingie kuona, na kama yupo atakayeweza kutafsiri basi alisaidie jeshi la polisi, lakini hadi leo hakuna aliyeweza. Mwaka wa 2012 wakati wazazi wake wakiojiwa katika kipindi cha Riverfront Times, maana yake Franklin Spark, na baba yake Charles McCormick walisema kuwa hawakuwa kumshuhudia Rick akiwa anaandika chochote, hakuwa anaweza kusoma wala kuandika. Historia ya Rick ilisema kuwa yeye aliwahi kufungwa gerezani miaka 3 kwa kosa la ubakaji, alitumikia miezi 11 akatoka, na kabla ya kifo chake akiwa na umri wa miaka 41 hakuwa na kazi na alikuwa mlemavu. Tukio lingine pichani ni Robert Johnson aliyekuwa mkulima maarufu wa nyanya New Jersey, USA. Mwaka 1820 alipelekwa mahakamani kwa mashtaka ya kulima nyanya zenye sumu. Akiwa kizimbani akala nyanya kapu zima kuwaaminisha watu kuwa hazikuwa na sumu. Anaitwa Robert Gibbon Johnson, aliyekuwa mwanahistoria na askari mstaafu raia wa New Jersey, USA. Anajulikana zaidi kwa stori yake ya mwaka 1820 ambapo alipandishwa kizimbani kwa madai kwamba nyanya zake alizokuwa akilima na kuziuza zilikuwa na sumu. Akiwa mahakamani mjini Salem, akachukua kapu la nyanya alilokuja nalo na kuanza kula live kizimbani kuiaminisha mahakama kuwa sio kweli kuwa nyanya zake zilikuwa na sumu. Wakati huo, baada ya kustaafu, alijikita katika kilimo cha nyanya. Watu wengi wakati huo walikuwa wanafikiria kuwa nyanya lilikuwa ni tuna la shetani, lina sumu, kwa hivyo ukila waweza kufa. Siku hiyo Johnson alitangaza kuwa atakula nyanya mahakamani hapo ili kuwaaminisha kuwa hazikuwa na madhara yoyote kama wengi walivyokuwa wanafikiria. Zaidi ya raia 2000 walijazana nje ya viwanja vya mahakama kusubiria tukio hilo, ambapo awali mahakama alielezea ubaya wa tunda hilo. Ili kusaidia kuondoa imani potofu na za ajabu ambazo zimekuwa zikisikika na kuthibitisha kwamba sio sumu, mimi nitakula kapu moja sasa hivi. Baada ya jamaa kumaliza kapu zima la nyanya, watu walianza kushangilia.
amekula bado mzima. Unaambiwa watu walikuwa wanaogopa sana kula nyanya jamaa alivyoanza kulima, wakamshtaki. Habari yake ilikuja kuwa maarufu sana kwa mara nyingine miaka 1980, ambapo vyombo vya habari mbalimbali viliungana na kuadhimisha siku walioita siku ya Robert Gibbon Johnson, wakimtaja kuwa ni mmoja wa watu wa mwanzo kuanzisha kilimo cha nyanya nchini humo. Jina langu naitwa Juice Danger. Unaweza kunifollow pia Instagram, natumia Juice Danger TZ.